Habari mtazamaji na wewe msikilizaji wa Kankono Media. Karibu tena kwenye wasaha wa habari zilizotufikia. Jina langu ni Ipiana Isaac Mwanyasi. Watu takribani 22 wameuawa na wengine 63 kujeruhiwa katika shambulio la bomu la kujitoa mhanga katika kanisa moja mjini Damascus nchini Syria. Wizara ya Afya ya Syria imesema kuwa mwanaume mmoja alifyatua risasi kwa kutumia silaha katika kanisa la Kiorthodox la Ugiriki la Nabii Elias katika kitongoji cha Dweila wakati wa ibada ya Jumapili jioni kabla ya kujilipua na vilipuzi. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria, imesema kuwa mshambuliaji huyo alikuwa na uhusiano na kundi la wanajihadi la Islamic State IS, japo hakukuwa na madai ya moja kwa moja kutoka kwa kundi lenyewe. Picha za video kutoka ndani ya kanisa zilionyesha madhabahu iliyoharibiwa sana, viti vilivyofunikwa kwa vioo vilivyovunjika na damu zilizotapakaa kwenye kuta za kanisa hilo. Tukielekea nchini Israeli, habari zilizotufikia zinasema kuwa miili ya mateka watatu wa Israeli imepatikana kutoka ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema. Netanyahu alithibitisha kuwa mabaki ya Jonathan Samlano, Ofra Kedar na Shai Levinson yalipatikana Jumamosi katika operation ya kijeshi. Namnukuu, "Nawashukuru makamanda wetu na wapiganaji kwa operation iliyofanikiwa kwa uamuzi wao wa ujasiri." Katika taarifa yake, Netanyahu alisema kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanikiwa kupata miili ya mateka 8 kutoka Gaza kufikia hadi sasa mwezi huu. Aidha, Netanyahu aliongeza kuwa operation ya kuwarudisha waliotekwa nyara inaendelea na inafanyika sambamba na operation dhidi ya Iran. Namnukuu, "Hatutopumzika hadi tuwarudishe nyumbani wote waliotekwa, walio hai na waliokufa." Aidha, IDF ilisema miili hiyo ilipatikana Jumamosi, lakini haikusema ni wapi katika ukanda wa Gaza mabaki yao yalipatikana. Israel ilianzisha kampeni ya kijeshi huko Gaza kujibu shambulio la kuvuka mpaka lililoongozwa na Hamas tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ambapo takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka. Kwingineko ni nchini Iran, ambapo wanaume 7 wamefunguliwa mashtaka baada ya watu wawili kudaiwa kuvamiwa nje ya ubalozi wa Iran na kujeruhiwa vibaya wakati wa maandamano. Polisi wa jiji walisema kuwa maafisa wa usalama waliwasili baada ya kupata ripoti za kutokea kwa ugomvi katika eneo la Princess Gate huko Knightsbridge magharibi mwa London, muda mfupi baada ya tukio siku ya Ijumaa. Msemaji wa jiji alitaarifu kuwa wanaume wawili wenye umri wa miaka 37 na 39 walipelekwa hospitalini wakiwa na majeraha mabaya, lakini siyo ya kutishia maisha. Aidha, watu 8 walikamatwa kuhusiana na tukio hilo, akiwemo mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 39 ambaye alikuwa amepelekwa hospitalini kwa sababu ya majeraha aliyonayo. Watu 7 kati ya waliokamatwa walishtakiwa kwa kusababisha madhara makubwa ya kimwili na kuwekwa rumande hadi watakapofikishwa mahakamani katika mahakama ya hakimu mkazi wa Westminster siku ya Jumatatu. Mtu wa 8 aliyekamatwa bado yuko hospitalini na ameachiliwa kwa dhamana huku akiendelea na matibabu. Aidha, masharti yamewekwa ili kuzuia machafuko makubwa katika ubalozi huo kwa kuwazuia waandamanaji kukusanyika katika eneo hilo. Mwisho wa habari. Ipiana Isaac Mwanyasi, Kankono Media.